والصلاة والسلام على البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Leo tupo katika masiku ya mwezi wa Shawwal baada ya kumaliza Ramadhani ambapo tunajifunza ucha Mungu na namna ya kuishi maisha ya kiucha Mungu. Leo katika hutuba yangu itakuwa na anwani namna ya kujenga jamii bora. Namna ya kujenga jamii bora, na hasa nalenga jamii zetu za Kiislamu. Allah subhanahu wa ta'ala tuletea sisi Waislamu Qur'ani kama ni mwongozo wetu kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kujenga jamii iliyo bora kupitia mwongozo huu wa Qur'ani. Leo akitaja sahaba tunasema radhiyallahu anhu, ni kwa sababu alivyojengwa na kazi alizofanya na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwongozo wa Qur'ani, na Qur'ani ilivyo ilikuwa inakuja kutatua changamoto. Ikishuka aya au sura, basi kuna jambo linakuwa addressed, naelezewa. Na yalivyokuwa mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba zake wale masahaba sema hawezi kuhama kutoka katika aya moja kwenda aya nyingine mpaka wafahamu ile aya imezungumzia nini, mafunzo yake, alafu wanayapply katika maisha yao. Jamii tunazoishi huwa tunasahau sana kuapply mafunzo ya Qur'an, na pengine baadhi ya wasemaji wamekuwa ni wasemaji wazuri, na pengine msemaji anasema jambo zuri lakini nakosa ile athari yake katika utendaji wake, tofauti na masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu leo tuvute hisia zetu, akili zetu, na pengine hata baada ya swali Ijumaa hiyo na assignment yetu. Hebu turejee sura ya 49, sura Hujurat, sura ya vyumba. Hujurat na kusema zile nyumba za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na familia zake. Angalieni sura ilivyokuja mwanzo mpaka mwisho, ina layout namna gani tunaweza tukajenga jamii, na imekuja na principle hii ikifuatwa tunatoboa, isipofuata mnaanguka. Cha kwanza kabisa, shura ilivyoanza ilianza kumtii, kwamba inatoa maelekezo kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada hapo ikamwelezea mtume kama mtume ni nani kwetu sisi na nafasi yake katika jamii, kana kwamba sura inatuelekeza kama hamna uongozi katika jamii yenu, hamna reference katika jamii yenu, huwezi kuwa na jamii bora. Kama una reference, lazima una reference. Reference ya kwanza kutoka Mwenyezi Mungu kuja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ile ataa kwako unapeleka kwa nani? Kiongozi wako kiroho ni nani? Sura imeanza kwa kutuwekea misingi. Huwezi kuwa na jamii bora isiyokuwa na uongozi. Jamii ikiwa na uongozi
mnaweza mkajua mnaelekea wapi. Lakini katika principle aya hii ya uongozi inatuambia tusimtangulie Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nini maana ya kumtangulia? Ni kwamba kile unachokifanya hakikisha kina mwongozo. Kila kitu kina mwongozo. Hicho unakifanya mwongozo wako umetokea wapi? Sasa inapokuwa mtu anafanya bila mwongozo, mwisho wa siku tunakuwa tufiki tunapotakiwa. Mathalan, tuangalie jamii la swala kijamii, masuala ya familia. Siku moja lialiko kwenye kwamba kuna mtu anataka kuoa, hebu mpe seminar. Sasa yule mtu anakuwa anampa seminar, akamuuliza, wewe unataka kuoa? Nikamuuliza, kwa nini unataka kuoa? Hakutoa jibu ambalo mpaka hata wale watu wote wakafanya, kwani unataka kuoa wewe haswa? Yaani unakuja unaleta posa kwa watu, unataka kuchukua binti watu. Kwa nini unataka kuoa? Hakuwa na jibu. Kulikuwa na watu wazima, nikauliza, na nyinyi si mna wake, kwa nini mmeoa? Pia hakuwa na jibu. Walikuwa natoa majibu mepesi tu. Mepesi tu yani. Ni kwa nini? Setup yetu haiko sawa. Huwezi kuwa na jamii bora kama hata watu wanajamii wenyewe hawajui kwa nini wanaoa. Mtu anahisi kwamba ni matamanio tu. Maisha ishi pale. Bwana wanyama wanafanya mambo yale. Wewe kama wanadamu una kipi hasa unataka kuachieve? Principle. Sura hii inatuelekeza tumtii Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia tusimtangulie Mwenyezi Mungu na mtume. Nini maana kumtangulia? Yale tunafanya yawe na mwongozo wa kidini. Baada kutoka hapo, sura inakuja namna ya kupokea taarifa, information. Taarifa zinapokeaje? Sura ikakemea kwamba mkiletewa taarifa zichunguzeni, msije mkawadhuru wasiotaka kudhuriwa. Na hii aya hii na sababu nuzuli. Kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna kabila lilikuja kasilimu. Baada ya kusilimu wakarudi kwao, na kwa kubaliana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuja kuchukua zaka kwao muda fulani. Umefika muda ule, Mtume akatuma mjumbe kwenda kusanya zaka. Mjumbe hajafika pale, watu walivyoona yule mtu anakuja ni mjumbe Mtume, kwa furaha kijiji kizima, mji wote walitoka kwenda kumlaki mjumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule mjumbe alivyoona umma tunakuja, asema hawa wanakuja kunipiga, akakimbia akarudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sema wale watu bwana wameritadi na wamekataa kutoa zaka na walitaka kuniua. Mtume akaandaa jeshi. Sasa watu wasema, mbona jamaa kaondoka vipi tena huyu? Wakaamua zile sadaka zao zibebe wenyewe kupeleka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akatuma jeshi, na jeshi lilikuwa linaongozwa na Khalid ibn Walid kama riwazi inasema. Khalid kufika pale siku akatuma jeshi yake asubuhi. Je, wanaadhini? Akasikia wanaadhini wanaswali. Mbona niambia watu maritaji hawa? Baadaye anakutana nao. Akaambia, si atakutaka kumua bwana. Huyu alikuwa tu, si ni furaha yetu tunakuja kumpokea mjumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini yeye akaisa vibaya, akaondoka, akatoa information. Hasa Mtume angefanyia kazi pale basi wangeuliwa watu wasikuwa na hatia. Hasa katika jamii bora, aya hii inaongezewa na nyingine, ya ayyuhalladhina amanu. Katika sura hii, ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun
wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Enyi mlioamini. Na hii imekuja ya ayyuhalladhina amanu 5. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, jiepusheni na dhana. Hakika dhana ni madhambi. Na wala msipekwane, na wala msichengenyane. Je, mmoja wenu anapenda kula nyama ya ndugu yake aliyokufa? Sasa jamii iliyo bora huwa haikurupuki kuchukua maamuzi kwa kupata taarifa ambazo si za kweli. Kwa inafuatilia zile taarifa. Jamii bora haishi kwa dhana. Jamii bora haisengenyani. Maswahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na sababu kwamba kusengenya dhambi kubwa sana, na kila mtu alikuwa anaogopa dhambi ya kusengenya. Lakini jamii sio bora huwa haijali kusengenya, haijali kudhania mtu vibaya. Mimi ambaye nashughulika na kesi za familia, kusema kweli kuna familia nyingi zimeharibika, watu wameachana kupeana talaka kwa sababu ya dhana. Kwenye simu yake nikute hiki hapa, niliona hivi hapa, dhana. Na kuna watu sasa, kiongozi wetu bwana huyu nadhani hiki hapa ni kiongozi, anadhaniwa vibaya, mwisho wa siku jamii inaharibika. Sura hii inatupa principle, namna ya kujenga jamii bora. Juu pale mweke Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addition, kuwa na viongozi. Kiongozi nani? Ni reference. Zikija habari zichunguzwe, tuepuke dhana. Principle ya 3 ni kuhusiana sasa na undugu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Makundi mawili ya Uislamu yakizozana, yakigombana, yapatanisheni. Tena katumia waumini, wapatanisheni. Kundi moja likataa kupatanishwa, hilo kataa kusuluhu hilo. Hao ndio Uislamu. Ikifikia watu wanagombana, alafu mtu aje kusuluhisha, hataki kusuluhisha, hataki kupatanishwa, ndio yetu. Hapo kuna tatizo. Ikitokea msigano ya mwezi sio kitaifa, kimataifa, na mtu kashikilia msimamo wake ndio kitaifa tu au kimataifa tu, sawa, tumesema kitaifa au kimataifa. Baada hapo nini kinafuatia? Utakuta masuala kama haya, jamii tunagombana, tunashindwa kushirikiana, tunapoteza undugu wetu kwa kutokujua tu haya. Kumbe undugu wa Kiislamu ni mkubwa sana kuliko misimamo yetu na mitazamo yetu. Mtazamo wako usiathiri undugu wako kidini. Mtazamo wako usiyavunje mambo makubwa. Sura inaongezea katika hili, ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisa'in asa yakunna khayran minhum. Inakuja, enyi mlioamini, baadhi yenu wasiwakejeli wengine. Huenda akawa yule anakejeliwa ni bora kuliko